Serikali yajikita kuendeleza uboreshaji wa sekta wa usafirishaji na ugavi. Ethiopia inaendelea kuimarisha mtiririko wa wawekezaji wa moja kwa moja kutoka nje kwa kuboresha kwa utaratibu mfumo wake wa usafirishaji na ngavi ili kuongeza ufanisi wa shughuli za uingizaji na usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi, amesema naibu waziri wa uchukuzi na usafirishaji Bwana Dengeboru. Chama cha wakala usafirishaji wa mzigo na mawakala wa meli cha Ethiopia kimehitimisha mafunzo kwa wataalamu wa sekta ya usafirishaji na ugavi kutoka taasisi za umma, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa waliopata mafunzo kupitia programu ya kimataifa ya stashahada. Akizungumza katika hafla ya mahafali hayo, naibu waziri alisema kuwa mfumo imara wa usafirishaji na ugavi ni msingi muhimu usioweza kubadilisha katika kufanikisha ustawi wa taifa. Serikali inashiriki na wadau wakuu wa sekta hiyo kujenga rasilimali watu yenye ujuzi wa hali ya juu ili kusimamia mtiririko wa biashara kwa kasi, ufanisi na usahihi. Bwana Dengeboru aliwataka wataalamu hao waliopata vyeti kutumia maarifa yao kuondoa vikwazo katika mnyororo wa ugavi, kuimarisha uwezo wa taasisi na kuweka viwango vya kudumu vinavyokidhi hadi ya kimataifa katika sekta hiyo. Kwa upande wake, naibu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya masuala ya bahari ya Ethiopia Efraul Tafa alisema kwa mpango wa kimkakati wa miaka 10 unaoendelea kutekelezwa kwa lengo la kuboresha mfumo wa kitaifa wa usafirishaji wa mizinga na kuingiza mbinu za kisasa za uendeshaji. Alisisitiza kuwa ushiriki wa wadau wote ni muhimu sana ili kuhakikisha mageuzi hayo ya sekta yanafanikiwa kikamilifu. Rais wa chama cha wakala wa usafirishaji wa mzigo na mawala wa meli cha Ethiopia Dawit Wibshit alisema mafunzo hayo yanasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza upungufu wa wataalamu wenye ujuzi unayokabili sekta hiyo nchini. Kwa mjibu wake, chama hicho kinaendelea kushirikiana na taasisi za kimataifa katika kuendesha tafiti maalum na programu endelevu za kujenga uwezo ambazo zitasaidia kuboresha sekta ya biashara na usafirishaji. Dawit aliongeza kuwa imejisatiti kuchangia kuongeza ushindani wa sekta ya usafirishaji na ugavi Ethiopia na kuwezesha kufikia viwango vya kimataifa vya uendeshaji. Habari zenu popote pale mlipo, karibu kwa habari zetu za siku za leo kutoka Yemen, kwa nasi hadi mwishoni. Mchambuzi wa Marekani anaishtumu Misri kwa kuongeza vita vya habari dhidi ya Ethiopia kuhusu bwawa kuu la Ethiopia. Mchambuzi wa siasa wa Marekani Andrew Kurboko alisisitiza kwamba Ethiopia ina haki ya kisheria inayotambulika kimataifa ya kituo mto Abai kwa usawa, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa uendeshaji wa bwawa kuu la Grand Renaissance la Ethiopia. Wakati huo huo, mchambuzi huyo alishtumu Misri kwa kuimarisha kile alichokieleza kama kampeni ya vita vya habari dhidi ya Ethiopia kuhusu mzozo na Abai. Matamshi yake yalikuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Misri Badri Abdellat kusema kwamba mazungumzo kuhusu bwawa kuu yamefika kwa mkwamo. Abdellat alisisitiza zaidi kwamba Misri inahifadhi kile inachokiona kwa haki yake ya kulinda usalama wake wa maji chini ya sheria za kimataifa. Akijibu matamshi hayo, Kurboko alisema kwamba simulizi ya Misri inafuata kuhalalisha sera zilizojikita katika mbinu ya zamani ya utawala wa maji ya bwawa kuu. Kulingana na mchambuzi huyo, Ethiopia imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwamba bwawa kuu ni mradi wa maendeleo wenye mabadiliko uliounda ili kuzalisha umeme safi na mbadala, kusaidia maendeleo ya uchumi wa taifa na kupanua ujumuishaji wa nishati ya kikanda bila kusababisha madhara makubwa kwa nchi za chini ya mto. Kurboko alibainisha kuwa Ethiopia imeeleza mara kwa mara utayari wake kwa kusafirisha umeme wa ziada unayozalishwa na bwawa kuu kwa nchi jirani. Taifa hilo la Afrika Mashariki linawasilisha mradi huo kama jukwaa la ukuaji wa uchumi wa pamoja na ushirikiano wa kikanda badala ya mabadiliko. Akizungumza wasiwasi wa mara kwa mara wa Misri kuhusu mradi ya mababwa ya Ethiopia ya baadaye, Kurboko alisema kwamba Cairo imebadilisha ujumbe wake baada ya maonyo ya awali ya matukio mabaya kutoka kwa bwawa kuu kushinda kutimilia. Alisisitiza kuwa kujaza bwawa kuu kwanza awamu kumekamilisha bila kutoa athari kubwa za chini ya mto ambazo baadhi ya maafisa wa Misri walikuwa wametabiri hapo awali. Akisema kwamba hii imedofisha madai ya awali kwamba mradi huo ungesababisha uhaba mkubwa wa maji. Akizungumzia mjadala ya hivi karibuni nchini Misri kuhusu habari za mradi mingi
mingine ya miundombinu ya maji ya Ethiopia. Korboko alidai kwamba mipango ya kawaida ya maendeleo inazidi kuelezwa kama vitisho vya usalama wa kikanda katika juhudi za kuhifadhi kile alichokieleza kama mawazo ya enzi za ukoloni kuhusu udhibiti wa maji ya Bwawa Kuu. Mchambuzi huyo alisisitiza zaidi kwamba kwa kuwa Bwawa Kuu sasa imejaa kikamilifu, vitisho vya kijeshi dhidi ya bwawa vimekuwa inazidi kukosa uhalisia kwa sababu ya madhara yanayoweza kuwa mabaya ya kibinadamu na kimazingira ambayo shambulio kama hilo linaweza kuwa kwa nchi za chini ya mto. Kwa maoni yake, matamshi kama hayo yanalenga zaidi ishara za kisiasa kuliko kuakisi chaguzi za kisera za vitendo. Zaidi ya bwawa lenyewe, Korboko alisema mzozo huo unapaswa kuelewa ndani ya mienendo mipaya ya kijiografia ya pembe ya Afrika. Alidai kuwa Misri imejaribu kukabiliana na ongezeko la ushawishi wa kikanda wa Ethiopia kwa njia zisizo za moja kwa moja, huku akikiri kwamba mamlaka za Misri zimekataa mara kwa mara kushutumu za kuingilia masuala ya ndani ya Ethiopia. Akizungumza kuhusu masuala ya kimkakati ya Ethiopia katika bonde la mto Nile na Bahari Nyekundu, Korboko alisisitiza Misri imejaribu kihistoria kuonyesha ushawishi wake kuelekea kusini. Alirejea fumbo la shoka la hivi karibuni la Waziri Mkuu Dr. Abiy Ahmed lililotolewa bungeni. Korboko amesisitiza kwamba mkakati wa Misri unajikita katika shinikizo lisilo la moja kwa moja badala ya mapambano ya moja kwa moja ya kijeshi. Korboko alisisitiza mchango wa kihistoria wa Ethiopia katika mapambano ya kupigana ukoloni barani Afrika na jukumu lake endelevu kama wenyeji wa makao makuu ya Umoja wa Afrika. Kinyume na hali hiyo, tofauti kuhusu maji ya Abyei zinapaswa kutatuliwa kupitia mazungumzo yanayoongozwa na Waafrika, kuheshimiana kwa uhuru na kanuni ya suluhisho la Kiafrika kwa matatizo ya Afrika. Alihitimisha kwamba amani ni utulivu wa kudumu katika bonde la Nile hatimaye utategemea ushirikiano, maendeleo ya usawa na ushirikishwaji wa kujenga badala ya makabiliano, akizihimiza pande zote kufuata mazungumzo yanayoendelea, amani ya kikanda, usalama wa nishati na ustawi wa pamoja. Hii ni habari ya ulimwengu. Shirika la Afya Duniani yaonya mlipuko wa Ebola DR Congo kwenda ukawa mara 2 zaidi ya takwimu rasmi. Baada ya kutembelea maeneo yaliyoathiriwa, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa dharura ya afya wa Shirika la Afya Duniani, Chikwe Ihekwezu, amesema huenda idadi halisi ya wagonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikawa mara 2 hadi 4 zaidi ya takwimu rasmi zinazoripotiwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva siku ya Jumanne, Ihekwezu alisema kwa vifo vingi vinatokea majumbani badala ya vituo vya matibabu. Hadi sasa, zaidi ya wagonjwa 727 walikuwa wakipatiwa matibabu katika vituo maalum vya Ebola katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko huo ambao wataalamu wanasema ndio unakuwa kwa kasi zaidi kuwa kurekodiwa barani Afrika. Katika kituo cha matibabu cha Ebola cha Rwapara, mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi, wahudumu wa afya walichoma tairi kwa ajili ya kuandamana siku ya Jumatatu na kwa muda wakazuia njia za kuingia katika kifo hicho, shirika la habari la AFP liliripoti. Kituo hicho kipo katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko wa Ebola ambako angalau visa 384 vimethibitishwa vikiwemo vifo 89. Taasisi ya kitaifa ya afya ya umeme ya DRC ilisema wahudumu wa afya ni miongoni mwa waliathirika zaidi, maambukizi 112 na vifo 35 vya wahudumu wa afya vimerekodiwa mpaka sasa. Daktari mwingine wa kituo hicho, Jeremia Batanga, alisema baadhi ya wafanyikazi wamekata tamaa, lakini wanaendelea kutekeleza wajibu wao kwa kuzingatia maadili ya taalum. Madaktari hao walieleza kwa baada ya kutoa muda wa saa 28 kwa serikali kulipa mshahara na posho zao, wataanza ngomo kamili utakaositisha huduma zote hadi madai yao yatakaposhughulikiwa. Waziri wa afya DRC Samuel Roger Kaba alikiri kuwepo kwa ucheleweshaji wa malipo na kusema tatizo hilo limetokana na changamoto za kuitawala. Alipotembelea jimbo la Ituri wiki iliyopita, Kamba alisema serikali inaendelea kuhakikisha orodha ya wafanyikazi wanaoshiriki kudhibiti mlipuko huo baada ya kubainika kwa baadhi ya majina ya watu wahusika yaliingizwa kwenye orodha malipo.
Mlipuko huu unasababishwa na virusi vya Bundibugyo ambavyo hadi sasa havina chanjo wala tiba maalum. Washirika wa kimataifa pamoja na mataifa ya Afrika wamekusanya dola bilioni 1.5 za Marekani kusaidia juhudi za kukabiliana na mlipuko huo nchini DRC. Kwa sasa majaribio ya kitabibu ya aina 2 za matibabu yanaendelea. Mkoa 5 ya mashariki mwa DRC imeathirika ikiwemo Tshopo na Haut-Uele ambako visa vipya vimeripotiwa. Aidha, nchini Uganda inayopakana na DRC visa 20 vya Ebola vikiwemo vifo 2 vimeripotiwa.